majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Unaweza, unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, unaweza Bwana. Unaweza, 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 unaweza Bwana. Unaweza. Baba mwaminifu, 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 mwaminifu Bwana. Mwaminifu, mwaminifu Bwana. Kimbilio, 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 kimbilio Bwana. Kimbilio, kimbilio Bwana. Tuende mbele za Mungu kwa pamoja, tukamwabudu, tukamtukuze. Anasema nitaingia nyumbani mwako kwa shukrani, kwa sifa, kwa uweza. Tukambariki Bwana, tukamtukuze Bwana, tukamuinue Bwana katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakuabudu, tunakutukuza, tunakuinua kwa pamoja, tunakurudishia sifa na utukufu. Asante Mungu kwa tena, kwa ukuu wako na uwezo wako na fadhili zako. Tunakubariki na kukutukuza, tunakuinua Mungu mwenye ukuu wote. Umesema tuingie nyumbani mwako kwa shukrani, na sisi tuko mahali hapa Mungu kwa ajili ya kukushukuru. Tunakushukuru kwa ajili ya siku njema ya leo, maana ni wewe uliyeifanya. Tunakushukuru kwa hali ya hewa yoyote inayoendelea, maana yake wewe ndo uliyeifanya. Bwana Yesu tunakushangilia, Bwana Yesu tunakuhimidi, Bwana Yesu tunakubariki tukisema Mungu mwenye uweza. Kuna aliye Mungu mwenye uweza kama wewe. Hakuna Mungu mwenye mamlaka kama wewe. Hakuna Mungu mwenye utoshelevu kama wewe. Hakuna Mungu mwenye utimilifu kama wewe. Wewe ndiye Mungu uliye kama jinsi ulivyo, Mungu unayetunza maagano, Mungu ambaye haubadilishwi na hali ya hewa, haubadilishwi na mazingira, haubadilishwi na maneno na kauli ya watu. How impacted kwa kitu chochote. Wewe ni Mungu kama jinsi ambavyo jinsi ulivyo Mungu. Bwana tunakubariki, Bwana tunakutukuza, Bwana tunakuinua katika jina la Yesu Kristo Mungu mwaminifu. Amen. Twende mbele za Bwana tukaalike mamlaka ya ukuu ya Mungu, uwezo wa Mungu, neema ya kufundishika, neema ya kuelewa utawala wa kimungu mahali hapa katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme, Mungu mwenye uwezo wote, tuko mahali hapa kwa ajili ya kusudi lako Mungu mwaminifu. Mungu tunaamini katika utendaji wako. Mungu tunaamini katika mamlaka zako, tukialika uwepo wako mahali hapa, tukialika nguvu zako mahali hapa, tukialika ukuu wako mahali hapa katika jina la Yesu. Mungu mwaminifu, Mungu muweza, Mungu kimbilio, tunaomba kaachilie uwezo wako mahali hapa. Tunaomba ukaachilie fadhili zako mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ukisoma Biblia katika Mwanzo sura ya 8, Biblia inasema Mungu akamkumbuka Ayubu na kila kilichomo ndani yake, akavumisha upepo, akaanza kukausha maji, akafunga zile chemichemi zilizokutoka zinatoa maji. Lakini ukisoma pia katika Samueli wa kwanza, Biblia inasema Mungu akamkumbuka Hana. Lakini pia ukisoma katika Kutoka sura ya 14, Biblia inasema kwamba kwa habari ya kwamba wana wa Israeli walivyokuwa wanahama kutoka Misri, Biblia inasema lile jeshi lililopokuwa likiwafuatia, Mungu alichukua yule malaika kwanza, akasimama kati ya jeshi na wana wa Israeli, akiwa anakwenda kuwafungulia bahari kupita, lakini bado haliwalinda kwa nyuma. Aliwawekea malaika kati ya jeshi na wana wa Israeli, kwamba lile jeshi halikuwahi kuwafikia.
Na Biblia inasema Mungu akavumisha upepo usiku kucha akigawa ile bahari wana wa Israeli waweze kupita. Kwa hiyo tunaamini kwamba utendaji wa kimungu ni wa ukamilifu. Sio kwamba alivumisha, aligawa bahari huku akiwacha wana wa Israeli wakifuatiwa. Hapana, aliwawekea ulinzi. Tukaambia Mungu akamkumbuke kila mtu ambaye amehudhuria mahali hapa. Kwanza nafsi yake, roho yake, akapate neema ya kumjua Mungu. Inawezekana umesafiri muda mrefu, umekuwa ukija kanisani muda mrefu, ila ile neema ya kumjua Mungu, kwamba Mungu akamkumbuka kila mmoja, akampe neema ya kumjua Mungu. A good life lived, maisha mazuri ya kuishi ni yale aliyobeba kusudi. Mungu akamkumbuka kila mmoja mahali hapa, akampe neema ya kumjua Mungu katika jina la Yesu. Lakini pia Mungu anapoachilia utendaji wa kipekee katika kila maisha ya kijana wa kiume, maisha ya binti, tukaambia Mungu ule ulinzi aliyouweka kati ya jeshi la Israeli na wana wa Israeli, huku akiendelea kuwafungulia mlango wa kupita, kwamba Mungu ataweka ulinzi juu ya kila kijana anapochukua safari yake ya kumjua Mungu katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekusanyika mahali hapa kwa faida. Mungu mwaminifu, tunaamini Mungu ni wewe unapokumbuka. Mungu ukimkumbuka mtu, maisha yanakuwa ya tofauti. Mungu tunaomba ukamkumbuke kila kijana aliyeko mahali hapa. Kila mtu yote aliyapa Mungu ukamkumbuke. Katika kwa habari ya safari ya wokovu, Mungu tunaomba ukamkumbuke, ukafungue fahamu, ukafungue roho yake na nafsi yake, akaweze kukufahamu katika jina la Yesu. Lakini Mungu unapompa mtu neema ya kufahamu, kama ulivyoweka ulinzi kati ya jeshi la Wamisri na wana Israeli wakivuka, Mungu tunaomba ulinzi wako Mungu ukamlinde kila binti, ukamlinde na kila kijana wa kiume katika jina la Yesu. Lakini Bwana, tukiomba kwa ujumla, kila changamoto zozote za kimwili, za kiroho ambazo ziko katika watu wako ambao wako mahali hapa, kwa nafasi za wanaosoma, wanaofanya kazi, ambao wako nyumbani, kila changamoto zilizopo, Mungu tunaomba ukakumbuke watu wako, ukavumishe upepo unaoleta majibu makamilifu katika maisha ya kila mtu. Ni katika jina la Yesu Kristo Mungu mwaminifu tunaomba na kukubariki na kukutukuza katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtu wa congregation song aje atuongoze kwa congregation song. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kuimba wimbo kutoka kwenye vitabu vyetu, wimbo namba 169. Yesu kwetu ni rafiki. What a friend we have in Jesus. GHS song number 169. Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa waja pia. Tukiomba kwa Babae, maombi yasikia. Lakini twajikosesha, twajitwika vibaya. Kama tungemwomba Mungu, dua angesikia. Una mashaka pia, haifai kufa moyo, dua atasikia. Hakuna mwingine mwema maombi yasikia. Je, unayo hata nguvu, uwezi kuendelea?
utaporushwa pia. Watu wangekudharau, wapendao dunia, hukuambata mikononi, dua atasikia. Tunaenda kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, Mungu wa miungu. 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 Ni wewe tu Bwana, Mungu wa miungu, Mungu wa miungu. Hakuna kama wewe Bwana wa miungu, Mungu wa miungu. Wakusifiwa, wakuabudiwa ni wewe tu, 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 Mungu wa miungu. Ni wewe tu Bwana Mungu, Mungu wa miungu. Hakuna kama wewe Bwana Mungu wa miungu. Ni wewe tu Bwana Mungu wa miungu. Hakuna kama wewe Bwana Mungu wa miungu. Yu hai Jehova, yu hai milele. Mataifa tumsifu Yesu. Yu hai Jehova, yu hai Jehova, hai milele. Mataifa tumsifu Yesu. Yu hai Jehova, yu hai milele. Mataifa tumsifu Yesu. Yu hai Jehova, yu hai Jehova, yu hai milele. Mataifa tumsifu Yesu. Yu hai. Alive is Jehovah, forever He's alive. All nations praise Him, hallelujah. Jesus is alive. Alive is Jehovah, alive is Jehovah, alive is Jehovah, forever He's alive. All nations praise Him, all nations praise Him, hallelujah. Jesus is alive. Jehovah, alive in Jehovah, alive in Jehovah, forever is alive. All nations praise Him, all nations praise Him, hallelujah. Jesus is alive. You are Jehovah, you are Jehovah, you are
mataifa tumsifu Yesu yu hai, yu hai Jehova, yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumsifu Yesu yu hai, yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumsifu Yesu yu hai, yu hai Jehova, yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumsifu Yesu yu hai, yu hai Jehova, yu hai Jehova, yu hai milele, mataifa tumsifu Yesu yu hai. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu Jehova, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mkuu Jehova, wewe ni Mungu Jehova, wewe ni Mungu mkuu, oh wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mkuu Jehova, wewe ni Mungu wetu Jehova, wewe ni Mungu mwenye upendo Jehova, wewe ni Mungu wa amani Jehova, wewe ni Mungu anatupenda Jehova, wewe ni Mungu anatujali Jehova, wewe ni Baba yetu Jehova, wewe ni Mungu oh Jehova, wewe ni Mungu mkuu. We say you are the most high, you are the most high God, forever you are the most high, you are the most high God Jehovah, you are the most high Jehovah, you are the most high God Jehovah, you are the most high Jehovah, you are the most high God Jehovah, you are the most high Jehovah, you are the most great God Jehovah, you are the most Jehovah, you are the most high God. Bwana Yesu asifiwe. Jehovah is the most high God. Amen. Amen. Ni kipindi kingine tunaingia kwenye ushuhuda, alafu tunaingia kwenye kwaya, tunaingia kwenye ujumbe wa Yesu. Bwana asifiwe. Tupige makofi mengi mengi tena. Kabla ya kuendelea tunataka tusikilize ushuhuda. Ushuhuda wa mkono wa Mungu juu ya kaka yetu mmoja hapa. God is going to do great things in your life. Who is with me? God is doing great things in my life. Tunaposikiliza ushuhuda huu tujue kabisa kwamba Mungu anatenda mambo makubwa katika maisha yetu na kwamba Bwana ataurudufisha ushuhuda huu katika maisha yako. Sikiliza kile kitu ambacho Bwana alichotenda katika maisha yake. Imani huja kukusikia. My name is John Femi Apata. Sometime last year I got injured. Jina langu ni John. Mwezi Oktoba mwaka jana nilipata jeraha. Nikadondoka mgongoni kwa mgongo. Lakini pia
nikapata injury. kuvunjika So I went to the kwa doctor, mfupa ER. katika then- kiuno. The first thing was that time, after I got treated, I got a cast my left wrist, and then there was a back pain, but nobody paid attention. Kulikuwa na maumivu kwenye mkono, watu walikuwa wanayajali sana, lakini hakuna mtu aliyekuwa anajali sana maumivu yangu ya mgongoni. Bones and stuff. So the pain got worse. Maumivu yakazidi. Sometime in January, it was so bad that my functional abilities had reduced to standing for 5-10 minutes. I couldn't go to church. I couldn't. Nikajikuta kwamba siwezi kwenda shule, maumivu yamezidi, kwenda kanisani, hata kwenda mali watu ilikuwa ni shida. Whenever I was going to the clinic, I'd have to request for a special ride so that I could stretch the back seat because I couldn't sit up straight. Nilikuwa siwezi kukaa kwa wima, When the GSK mara nyingi kwa nalala. I didn't know it was going to be in Toronto at first. So my mom just kept on praying that it was going to happen in Toronto. I'm very close because I couldn't go all the way to Hamilton at that time for the weekend program. So my mom said it was going to happen in Toronto. I said, how do you think it's going to happen? Because it was never planned to happen here. But when I got the news that was happening here, she now said, Pastor Kumi has come to see you or something. Nilipata taarifa, mama yangu aliniambia kwamba mkutano umekuja. Akasema mkutano umekuja na mchungaji Kumi amekuja kututembelea kwenye nchi yetu. Nilikuwa siwezi kukaa kabisa, lakini nimekuja kwenye mkutano. Jambo la kwanza lilotokea ni kwamba wakati wa mkutano na wakati wa ujumbe, kabla hata maombi hayajaanza, nilikuwa nimekaa pembeni. Muda wote wa ratiba sikusikia kabisa maumivu. And then it was when she called during the service or during the preaching that I noticed that this pain is in there. Wakati mahubiri yanaendelea, nikashangaa mbona maumivu hayapo tena. There are pains that are sicknesses that people don't see and people don't just think they are there because they're not visible. And that was the only thing that stuck to me throughout the entire thing. And then coincidentally, baada ya maombi, a lady just walked beside, like an usher, and then asked if I was going to share my testimony. And that was the weirdest thing about it, because I'm like, how did you know I had a testimony? Nikashangaa jambo la pili ya kwamba baada ya maombi akaja shemasi karibu na mimi akaniambia, hivi unapenda kutushirikisha ushuhuda wako? Nikasema anajuaje kwamba nina ushuhuda huyu? And I was just so glad it was gone. And another thing was, the next day was my appointment with the chiropractor. Siku ya pili yake ilikuwa ni siku ya kwenda kumwona daktari. Immediately I ran to him and told him, and he was like, why are you running? Like, what's happening? And I told him what happened. I explained everything. And then he said he's just been praying about it. And we're just so happy. My parents are happy. I'm so happy that I can go back to my normal activities. Kwa hiyo namshukuru Mungu ya kwamba siku ile ya kwenda kumwona daktari, nilimuelezea daktari kila kitu, nikaona kwamba hakuna kitu cha ziada ambacho daktari anaweza akafanya. Kwa kweli namshukuru Mungu, kila mmoja anafurahi ya kwamba nimeweza kurudia katika shughuli zangu za kawaida. Alipata ajali na Bwana ameweza kumponya. Hakuna maumivu. Unaweza kuona kwamba Bwana aliyaona maumivu ambayo daktari hakuyaona na wala hakuyazingatia. Unaweza kawa na changamoto ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kaijua kwa usahihi, lakini wewe unayo. Bwana atakutembelea leo na kuweza kukuponya katika changamoto yako ya siri katika jina la Yesu. Kama una shida ya ugonjwa wote ule, hakikisha kabisa kwamba leo Bwana atakugusa na atakuweka huru. Na kama ulivyokuwa katika ushuhuda, Bwana atakugusa leo katika jina la Yesu. Baba yetu katika Bwana tayari amekwisha kufika. Hebu tusimame tuseme karibu Baba. Asante sana. Bado tukae, tutaendelea na ratiba kidogo. Amen. We are going to get ready to clap again because our mommy is also in the house. Mama yetu pia katika Bwana yupo katika nyumba, tasimama na kuambia karibu mama. Amen. Alafu tunakaa. Mungu akubariki sana. And also I'm going to invite namkaribisha mchungaji Tek, mchungaji wetu mwenyeji. Can we welcome him with a
applause. Hebu Clap your hands. piganisha mikono yako pamoja tunapomkaribisha mchungaji Jack ambaye ndiye mwenyeji. Well, friends, this is take two. Anyway, once again, friends, we are just starting. Tunaanza na baraka. And so I pray that each one of you will continue to just focus on your eyes. Naomba uendelee kumtazama tu Bwana muda wote wa mkutano huu. Special prayer request. Even now, I want you to pray for my family, especially for my wife. She had a stroke. Mke wangu alikuwa na stroke November. Still going to rehab. And I believe, friends, that in coming tonight, that the Lord. Naamini ya kwamba katika maombi yetu leo Bwana atatenda When I get muujiza. home tonight, I bring the message, touch her, and she will be healed. Amen. Say that's Ndiyo how- imani yetu. So, include that in your prayers, and please pray for my wife. Her name is Myra, M-Y-R-A. Amen. So again, welcome to this tonight's event. Karibu sana kwenye tukio la leo. And as I said, be expectant. And I know that the Lord is already. Naamini ya kwamba Bwana tayari ameshaanza kusema nawe. At this time. So God bless, friends. Mungu atubariki sana. Bwana Praise the asifiwe. Lord. We are going to have the Tasikiliza choir. kwaya sasa. Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, till love came calling. Rise up, rise up, rise up, 6 feet under, 6 feet under. I thought it was over, to pray and answer to prayer. The voice of a savior. Rise up, rise up, rise up. Amka. up. All at once I came alive. This beating heart, this old Moyo wake ukaanza kupiga, macho yake kaburi likabomka. Giza ulipaswa kukua. I'm still rolling strong. Bwana bado unaviringisha mawe, bado unaviringisha mawe. Now that you saved me, I sing 'cause she gave me a song of Umeniokoa, revival. umenipa wimbo wa I mpya. put it on vinyl. Rise up, rise up, rise up, rise up. I once was Nilikuwa kipofu hapo awali, blinded, but sasa now I ninaona. see. I heard about the Nimesikia juu ya nguvu zako, power, and now na I sasa naiamini. believe. Rise Amka, amka. rise up, rise up. All at once I came Ghafla tu alive. nikaamka, This moyo wangu ukaanza kupiga, heart, macho this yangu all kufunguka. the nights, the Nafunguliwa pia grave kufufuka let kwa Mungu. go, the darkness should have known. You're still rolling, you're still Hata
hata sasa ungali ukiviringisha mawe, ungali ukiondosha mawe, bado unaondosha mawe. Nidhani niko mbali sana kwa ajili ya makosa niliyoyatenda. Uliita jina langu, nidhani nimeenda mbali sana na Mungu kwa makosa niliyoyatenda. But you called my name. You called my name. Uliita jina langu. All at once I came alive. This beating heart, the macho yangu yakafunguka, kaburi likaniacha, giza likatoweka. Giza lapaswa kujua ya kwamba bado unaondoka juu. Bado unaondosha maovu. Nilikuwa nimepotea, ghafla tu moyo wangu chenga kufunguka, kaburi likaniacha. Kuniondosha maovu. Bado unaondosha maovu. Pigie Bwana Yesu makofi. Bado anaondoa maovu, bado anaondosha maovu. Bwana asifiwe. Tumekuja kwenye wasaa, muda wa ngweza, na heshima kumkaribisha baba yetu katika Bwana. Endelea kupiga makofi na mkaribisha mwitishaji wa JCK, baba yetu mkubwa. Mbingu inakuja katika maisha yako leo. Amen. Asante sana. Bwana atakwenda kuyagusa maisha yako. Kama kwaya ilivyoimba, utainuka. Umekuwa ukianguka, umelala chini katika kuanguka, sasa utainuka katika mafanikio. Umekuwa ukilala katika magonjwa, utaamka kwenye afya. Umekuwa ni mtu ambaye umekanyagwa tu, sasa kutakuwa na mageuzi katika maisha yako. Tuombe pamoja. Baba, asante kwa ajili ya kila mmoja hapa, nami ninajua utakwenda kumbariki kila mmoja pasipo upendeleo. Kila kaka, kila dada, kila mtumishi, kila kijana, kila msichana, kila mvulana, kila mdada.
Bwana, ninaomba fungua madirisha ya baraka na milango ya baraka kwa kila mmoja. Tunashukuru kwa kuwa tunajua imekuwa. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Mungu akubariki, waweza kukaa. Tunakwenda kuangalia ujumbe ambao unamhusu kila mmoja. Na huu ni ujumbe ambao tunahitaji kuufanyia kazi. Kuna jumbe ambazo zinatuhamasisha kwa muda tu, lakini kuna jumbe ambazo zinagusa maisha yetu na kuyaathiri maisha yetu katika namna ambayo ni chanya, kiasi kwamba jambo jema bora liweze kutokea katika maisha yetu. Nasoma kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Anasema kitabu hiki cha Torati, kama hiki kitabu, sema kitabu hiki cha Bwana. Wakati wa Yoshua, vitabu alivyokuwa anaweza kuvinukuu Yoshua vilikuwa ni vitabu vya sheria, kitabu cha Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati. Sasa tunacho kitabu chote cha Bwana, na hapa sasa anatuambia kitabu hiki cha sheria cha Torati kisiondoke kinywani mwako, ama kitabu hiki cha Bwana kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda. Una tafakari, alafu unaangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Anasema maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Nasema utakuwa na mafanikio, utakuwa na ustawi. Kwa muda mrefu wana wa Israeli walikuwa wakisafiri na walikuwa wanazunguka jangwani bila kupiga hatua yoyote ya maendeleo. Lakini siku, muda na wasaa wa maendeleo yao ukafika. Haijalishi umekuwa wapi katika maisha, na umekuwa ni mtu ambaye huna maendeleo katika maisha, leo maendeleo yanaanza katika maisha yako. Tunashughulika na mada inayosema kupanda juu toka kwenye kusimama tuli kupitia wokovu hadi mafanikio. Kupanda juu toka kwenye kusimama tuli kupitia wokovu hadi mafanikio. Unapita kwenye wokovu, hatimaye unakuja katika mafanikio au katika ustawi. Unapanda kutoka kwenye kutulia tuli. Mambo matatu tunakwenda kuyaangalia. Jambo la kwanza ni kudumaa kwa mtu ambaye ni wa wastani. Kuna mtu ambaye anaitwa bwana average, bwana wastani. Na hapa utaona kwamba kudumaa kwa mtu yule kunamfanya kwamba asisonge mbele. Na kuna watu wengi ambao wameridhika katika mazingira ya kuwa wametuama tu namna hiyo. Ni watu ambao wamedumaa na hawaendi mbele. Jambo la kwanza, kwa hiyo kumbuka, ni kudumaa. Jambo la pili, tunasema wokovu toka kwa Mwenyezi. Wokovu unapokuja unaleta mabadiliko. Mwasisi wa wokovu wetu ni Mwenyezi, na kwa jinsi hiyo anakukomboa. Na jambo la mwisho taangalia, tunaangalia mafanikio ya kishindo tunaposonga mbele. Mafanikio ya kishindo tunaposonga mbele. Nasema tunasonga mbele. Jambo la kwanza ni kudumaa kwa mtu wa wastani. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 15. Yesu alikuwa anazungumza na kanisa. Alikuwa anazungumza na kiongozi, lakini pia na
washirika wa kanisa, wanaume na wanawake wote pale. Anasema nayajua matendo yako, ya kwamba wewe si baridi wala si moto. Just the average. Not hot, not cold, but satisfied with that. Ni Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 15. Anasema nayajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Huyu ni mtu ambaye ni wa wastani, lakini ameridhika. Mstari wa 16. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa hiyo mbele za Bwana, machoni pa Bwana, sio jambo jema. Sio jambo jema kwa ni mtu ambaye ni wa wastani na mtu ambaye ameridhika. Na hii ndio changamoto ya watu wengi, kuwa ni mtu ambaye ni wa wastani alafu ameridhika, umetosheka kabisa. Ya kwamba mtu sio moto kabisa, lakini wala sio baridi kabisa. Na Yesu anasema ya kwamba hiyo sio hali njema ya kuwa ndani yake. Nimekuwa nikisafiri huku na kula, nimeangalia maisha ya watu wengi, na nahusiana na makanisa mbalimbali, vijana, watu wazima. Naona jambo moja, ni watu ambao ni wa wastani sana, lakini wameridhika kabisa. Wanasoma Biblia zao, ni watu wa kawaida tu. Wanakuja kanisani, watu wa kawaida tu. Wana ujuzi na Mungu, ni watu wa wastani, lakini hawajajitoa kikamilifu. Lakini wala sio watu wasioamini kabisa. Unasemaje? Unazungumziaje maisha yako ya Kikristo hivi? Je, wewe ni mtu wa wastani afu umeridhika? Je, ni mtu ambaye uko nyuma, umerudi nyuma kabisa lakini umetosheka? Kuna watu ambao wameridhika, walisijua kabisa kwamba yani katika ile foleni ya watu wao ni wa mwisho. Unapoanza kujua tabia zao, juu ya maisha yao kwa jumla, angalia jinsi ambavyo wanahusiana na watu wengine. Ni watu ambao wako mwisho kabisa wa mstari, lakini wametosheka. Na kuna watu ambao bado tabia zao ni za kimwili. Ni watu ambao ni wa kawaida, ni watu ambao ni baridi, ni watu ambao ni wa kimwili. Jinsi wanavyoishi ni watu ambao ni wa kimwili kabisa. Bwana anasema hao wasiokuwa na roho ya Mungu juu yao hawajai kugeuka katika maisha yao. Hao ni watu wa tabia ya mwilini. Ni watu ambao ni wa asili. Wanazungumza kama watu wa asili, watu ambao hawajawahi kumjua Bwana kabisa. Wanatenda kama watu ambao ni wa asili kabisa, ambao hawajawahi kumjua Bwana. Ni watu ambao ni baridi kabisa, na ni watu wa kawaida. Katika uhusiano wao na Mungu, uhusiano wao na watu, ni watu ambao ni baridi kabisa, lakini bado wameridhika kabisa na hali hiyo. Bwana hataki tuwe ni watu wa kuridhika katika hali hiyo. Watu wengine ni watu ambao ni wazito wa kusikia. Paulo anasema ya kwamba nimezungumza hili na hili na hili juu yenu, lakini ninyi ni watu wazito kusikia. Hamjafanyia kazi lolote katika lile ambalo mmelisikia. Ni watu wangapi ambao tunakuja kanisani na kurudi nyumbani, alafu nikikuuliza hivi, je, ulisikia nini Jumapili iliyopita? Sema nimesahau. Lakini pia ile Jumapili nyingine leo tangulia ilikuwa ni nini ulichosikia? Anasema ni watu ambao ni wazito wa kusikia. Na ni kana kwamba yule mtumishi anayezungumza, anapozungumza kwa dakika 15 basi tumepotea moja kwa moja. Ni kana kwamba siwezi kufuatilia. Atazungumzia kitu kile kile, wokovu, kuja kwa Bwana, kutubu dhambi zako. Ni watu ambao ni wazito wa kusikia, lakini wameridhika. Kinachojalisha sana sio uzito wa kusikia, lakini ni kule kuridhika moyoni ya kwamba niko sawa. Kuna watu ambao ni watumwa wa madawa ya kulevya, ni watumwa wa tabia mbaya, na imewafanya waingie katika madawa ya kulevya, lakini bado wametosheka. Ile hali ya kuwa ni mtu wa wastani na kuwa ni mtu ambao umetosheka sio mahali pazuri pakuwa kiroho. Wengine hawana imani, wengine hawana imani kabisa kwa Mungu. Pengine waliwahi kuamini ya kwamba kuna Mungu mbinguni, lakini sasa mambo ni tofauti. Sasa hivi ni watu wasiokuwa na imani.
Ni mtu anayesema kwamba nisipoweza kuona hili, siwezi kuamini kabisa ya kwamba huyu ni Yesu. Ni kama vile Tomaso. Yesu akamwambia, njoo shika hapa, shika na hapa. Anasema usiwe ni mtu asiyeamini, uwe ni mtu amini. Mtu amini. Je, unaamini kiasi gani? Lakini kuna watu wengi ambao hawana imani na bado wametosheka. Kuna watu ambao hawana neema. Neema ndio ya Mungu ndio inayoleta wokovu katika maisha yetu. Kuna watu ambao hawana neema lakini bado wametosheka. Neema ndio inamwezesha Mkristo kuishi kama anavyostahili kuishi. Na hilo kutoka kwamba kuna mtu ambaye kwenye maisha hakuna neema hata kidogo, lakini bado ametosheka. Ametosheka na kuja tu kanisani. Ametosheka na kuja tu kuwa ni Mkristo wa jina tu. Mkristo wa jina peke yake. Lakini neema ya Mungu inayokuja katika maisha yetu, inayoonyesha kwamba tumekutana na Bwana, inayagusa maisha yetu kiasi kwamba tunakuwa ni watu tofauti na watu walioko duniani wasioweza kumjua Bwana, watu ambao hawajamjua Bwana. Kuna watu ambao hawana neema lakini bado wametosheka. Katika dunia tuna watu ambao wenye navyo na wasiokuwa navyo. Kuna mwingine ambaye ana jina zuri, mwingine hana, mwingine ana fedha, mwingine hana. Mwingine ana mali, mwingine hana mali. Kuna watu wengine ambao ni wana bahati mbaya na unakuta kwamba wanategemea serikali kuweza kuwasaidia. Kuna watu wasiokuwa navyo lakini bado wametosheka. Kuna watu ambao ni watu ambao hawana kazi yoyote, idle, lakini bado wametosheka. Swali kwamba je, hivi kuna kitu unachokifanyia kazi katika wakati huu? Nasema sina kazi yoyote lakini bado umeridhika kabisa. Kuna watu ambao hawana furaha lakini bado wametosheka. Hakuna furaha ya Bwana katika maisha yao. Si Wakristo wanaong'aa. Si watu ambao wana furaha ya wokovu katika maisha yao. Hawana furaha katika mahusiano yao binafsi na Mungu. Na hawana furaha ya kusaidia watu wengine. Hawana raha yoyote katika maisha katika kumtumikia Bwana na kuwatumikia watu wengine. Watu wasiokuwa na raha katika maisha lakini bado wametosheka. Kuna watu ambao wamekamatiwa chini, wamegandamizwa chini. Ule mtazamo wao unaofanya wawe na watu waliokandamizwa chini. Unajisikia kana kwamba ni mtu usiyekuwa na thamani yoyote, na hutaki kuweza kuingiliana na watu. Unaona kwamba wenyewe ni wazuri, wewe ni mbaya. Unaona kwamba wenzako wana uwezo, wewe huna uwezo wote. Wana akili, wewe ni mjinga. Unaona kama hizo size yako, unajitenga nao. Wengine wamepotea katika dhambi, wengine wamepotea katika mabaya, lakini bado wametosheka kabisa. Wengine wamepotea katika dhambi zao, na Yesu Kristo amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Lakini jambo la msingi ni kwamba kuna watu ambao hata hawataki kuokolewa. Wametosheka katika hali zao za kuwa ni wapotevu. Lakini kuna watu wengine ambao wanapita kwenye maisha, wanadanganywa tu katika maisha na wameridhika. Sasa huyu anadanganya na mimi ni sawa tu. Anasema kuna watu wanaowawinda na watu ambao wanaharibu maisha yao, lakini wako sawa. Hivi je, umesha kuchunguza maisha yako? Hivi je, wewe ni mdhibiti wa maisha yako? Au kuna mtu ambaye anayadhibiti maisha yako na anaongoza maisha yako na kuna mtu ambaye ni bibi asiyefanikiwa au kaka asiyetenda lolote jema, lakini bado huyo mtu, pamoja na kwamba ni mtu ambaye ameshindwa na maisha yake mwenyewe, yeye ndiye anayeongoza maisha yako na anadhibiti maisha yako, hauna uhuru wako. Kuna watu ambao wanaendeshwa tu lakini bado wametosheka kabisa. Wengine ni watu ambao wasiojali mambo ambayo wanapaswa kuyajali kwa habari za afya zao, kwa habari za miili yao, kwa habari za elimu yao, kwa habari za maendeleo yao. Ni watu ambao wasiojali. Mtu hajali chochote katika maisha lakini bado ametosheka. Tunahitaji kujichunguza na kuangalia maisha yetu kwa upya, ya kwamba hivi je, tukoje? Mimi nikoje?
Kuna watu ambao wameteswa lakini wametosheka. Wengine ni maskini lakini wametosheka. Mimi sina fedha yoyote lakini nategemea mwisho wa mwezi kuna mtu atanitumia pesa. Kuna mtu atanijali tu. Mimi niombaomba, kuna mtu atapita tu atanipa msaada mahali. Umekuwa ni mwanafunzi maskini, mume maskini, mke maskini, haufanyi unachopaswa kufanya lakini bado umetosheka. Unajua yale maisha ambayo ni hohehahe yanaingia katika maisha yetu, lakini pamoja na hayo hatuweki jitihada yoyote ya kuweza kubadilika. Watu ambao ni maskini lakini wameridhika. Napoangalia tabia za watu tofauti, watu ambao nimeweza kuhusiana nao, kuna watu ambao ni wagomvi, wanachukua vitu vidogo vidogo na wanafanya hiyo ndio kazi yao ya kuajiriwa masaa yote. And yet they are satisfied, and I say, are you a Christian? Of course you don't think I am. Am I a pagan? I am. Namuuliza hivi, na wewe ni Mkristo pia? Anasema ndio. Nadhani mimi ni mpagani. Mimi pia ni Mkristo lakini ni mgomvi kweli kweli. Watu wananijua kwamba mimi ni Mkristo mkuu lakini mtu ambaye mgomvi na bado ameridhika, hana marafiki na ametosheka tu. If their family depended on them, you couldn't keep that family. Kuna mtu ambaye familia ilikuwa inamtegemea lakini hakuweza kuitegemeza ile familia kabisa. Unakuta kwamba mume mke anagombea kitu ambacho hakina thamani hata kidogo. And the teenager comes to church and the teenager reads the Bible and the teenager sings the church songs, yet any little thing she's packing out. I cannot live in this home anymore. Utaona kijana mdogo tu anakuja kanisani, anaimba kanisani, anasoma Biblia kanisani, lakini jambo dogo tu likimtokea anasema mimi hapa siwezi kuishi, lazima niondoke. Anafungasha virago vyake, anakimbia nyumba hii, anakimbia nyumba ile, hata familia yake mwenyewe anakimbia. Kuna watu ambao ni waasi, wakaidi. They find time, they must use that vocabulary no. And they don't even listen. Hawasikilizi mtu yeyote. Ni rahisi, hapana. Mtu akianza kusemesha tu ya kwamba hivi utanisaidia kufanya, hata kabla hajamaliza utanisaidia kufanya jambo hili, anasema hapana. Hivi je, nataka unisaidie? Hapana. Ameshakataa. Ni mtu mkorofi, ni mtu mjeuri. Huwezi kufanya jambo hili likakufanya kwa ni mtu wa muhimu katika maisha, hapana. Shida ni kwamba ni watu ambao ni waasi lakini wameridhika. Lakini kuna watu ambao ni wenye dhambi, kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hiyo ina maana kwamba watu wote lazima waokolewe. Anasema hapana, mimi sitaki. Biblia anasema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio, tumetenda dhambi. Sisi ni wazawa wa Adam na Eva na wote wametenda dhambi. Biblia anasema kwamba lakini tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hatuwezi kubaki katika hali hiyo. Lakini kuna watu ambao ni wenye dhambi lakini wametosheka. Kuna watu ambao ni watu ambao wanakasirika kwa wepesi, kasirika kwa wepesi. Ni kana kwamba ni mtu ambaye amevaa ile mishipa ya fahamu juu ya ngozi yake kabisa. Yani zile hisia zake ziko juu ya ngozi. Ukimgusa kidogo tu anakasirika. Ukicheka yeye amekasirika. Ukiongea amekasirika. Ukikasirika anakasirika zaidi. Ni mtu ambaye ni wa hisia kali lakini ametosheka. Kuna watu ambao hawajaokolewa. Biblia inasema kwamba kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Na tumeshasikia. Na unamuuliza mtu moja kwa moja, umekuwa ukienda kwenye kanisa la Kipentekoste, kanisa la Kikarismatic kwa miaka mitatu, ili je umeokoka?
Sasa bado nawazia nataka kuokoka. Utaokoka lini? Umeshaka miaka 5 kwenye kanisa na bado hujaokoka. Na umetosheka tu ya kwamba unakuja tu kanisani. Unajitambulisha tu na watu wa Mungu lakini hujaokoka. Kuna watu ambao wamenyanyaswa. Watu ambao wameshanyanyaswa tayari katika maisha yao lakini bado wameridhika. Kuna mwanamume ambaye anatumia mwili wako vibaya, anatumia mwili wako vibaya katika kuridhisha tamaa zake za kimwili. Na umeshadharauliwa, umeshapuuzwa kwa kiango hicho lakini bado pale pale. Wewe ni kijana wa kiume lakini mama limekuja na linakutumia isivyostahili na uko pale umeshanyanyasika vibaya sana lakini bado uko pale pale. Lakini kuna watu ambao wamekengeuka lakini bado wametosheka. Na kuna watu ambao wametiwa nira, wana nira katika maisha yao. Hawawezi kuachana na maovu yao na unakuta kwamba bado wameridhika. Huo ndio udumavu wa Mr. Average, Mr. Wastani au Mrs. Wastani. Bwana anataka utoke katika hiyo hali ya udumavu. Na kama uko katika hali hiyo leo utatoka. Wengine wametiwa nira na wametosheka. Wengine ni 0. Betri ya maisha yao ni 0 kabisa lakini bado wametosheka. Yani betri yao ni kana kwamba sasa haiwezi hata kusukuma yani ile kama sabufa ile chaji imeisha kabisa na koroma tu. Lakini mtu ametosheka anaona kama ni mziki mzuri namna hiyo. Usiwe ni mtu wa kutosheka namna hiyo. Nitakuuliza swali. Inawezekana ni mtu mzima na hii ndio namna ya maisha yako. Na hatuwezi kusema ya kwamba wewe ni mtu uliyefanikiwa. Wala hatuwezi kusema ya kwamba wewe ni mtu ambaye una upekee wote katika maisha yako. Hatuwezi kusema ya kwamba katika maisha yako una upekee fulani. Hakuna upekee. Ni mtu tu ambaye ni wa 50-50, 50-50, so tu namna hiyo. Ni mtu ambaye ni wa wastani tu. Wewe ni mtu ambaye unahudhuria shule lakini hakuna matokeo yoyote bora katika usomaji wako. Hakuna kitu ambacho kimetukuka katika maisha yako. Bwana anataka utoke katika hiyo hali ya maisha ambayo ni ya wastani. Naamini na ninaomba ya kwamba utatoka katika jina la Yesu. Fikiri kama kila mshirika wa kanisa ambalo unahudhuria angekuwa kama wewe, je, kanisa lingefanana? Je, kama kila familia au kila mshirika katika familia alikuwa ni kama wewe kabisa, ile familia ingekuwa na sura gani? Kama kila mwajiri na mwajiriwa katika nchi hii angekuwa kama wewe hivyo, hivi nchi hii ingekuwa inafananaje? Kama kila mtu mwenye fani yake, kila mtaalam angekuwa ni kama wewe katika utendaji, mtu wa wastani tu, mtu wa baridi, mtu wa tabia ya kimwili, hakuna shauku yoyote, hakuna hamu, hakuna msukumo wowote. Kama kila mtu angekuwa kama wewe, je, taifa hili lingefananaje? Bwana anatutaka tutoke na kusimama na kuwa ni watu ambao tunapea. Nasema utapea. Nasema utakwenda kuwa ni mtu utakayeng'ara. Anataka uwe ni nuru, anataka uwe ni chumvi ya dunia. Anataka uwe na shauku katika nafsi yako, mtu akutazame akasema, huyu ni mwamini halisi. Huyu ndiye Mkristo ambaye sio mtu ambaye ni vuguvugu. Ni mtu ambaye ni moto katika Bwana. Ni mtu ambaye amejitofautisha katika Bwana. Ni mtu ambaye ni wa tofauti. Ninaomba ya kwamba maisha yako yatakuwa namna hiyo. Hebu sema amen nyingine. Jambo la pili, wokovu ubadilishao toka kwa Mwenyezi. Watu wengi wanazungumza juu ya wokovu. Lakini ni wokovu aina gani tunaozungumzia? Sio wokovu ambao ni wa kimila.
Sio wokovu ambao baba amesema, mama amesema, kwa hiyo nimeokoka. Huu ndio wokovu ambao unakuja kwako toka kwa Mungu Mwenyezi mwenyewe. Ni wokovu ambao unastahili jina la Mungu Mwenyezi. Wokovu toka kwa Bwana Mwenyezi. Huo wokovu unabadilisha maisha yetu. Angalia, kuna mtu ambaye jina lake anaitwa Zakayo. Luka sura ya 19 mstari wa 9. Huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye ni mfupi wa kimo. Alikuwa sio mrefu vya kutosha kumwona Bwana. Hata katika tabia yake alikuwa ni mtu ambaye ana kimo kidogo katika tabia. Alikuwa na thamani ndogo. Ule mwonekano wake wa nje mfupi, ndivyo alivyokuwa kiroho pia. Mtu mfupi na hata kiroho hawezi kumwona Bwana. Lakini alitamani kumwona Bwana, alikuwa na shauku ya kumwona Bwana. Inaanzia hapo. Lazima uwe ni mtu ambaye hujaridhika na hali uliokuwa nayo. Nataka kumjua Bwana, nataka nimuone Bwana, nataka niwe na ushirika na Mungu. Inaanza na shauku. Unapokuwa na shauku, alipokuwa na shauku, akatoka nyumbani kwake, akaona watu wanamfuata Kristo, naye akataka kumwona Kristo. Lakini alikuwa hawezi kwa sababu ya kusanyiko kubwa, lakini pia kwa sababu ya kile kimo chake kidogo. Lakini alikuwa pia na azma. Nasema ndio, mimi ni mfupi, lakini nina shauku ya kumwona Bwana, na siwezi kumuona kwa sababu ya kusanyiko kubwa la watu. Lazima niweke azma ya kutaka kumwona Bwana. Hiyo ndio inayohitajika ili mtu aweze kuokolewa. Na kwa ajili ya wokovu wa Bwana kuja katika maisha yetu, lazima kuwe na ile shauku ya binafsi, lakini pia lazima kuwe na ile azma ambayo inashaukia kupata wokovu. Lakini lazima ufanye kitu. Lazima afanye kitu. Ijapokuwa kwa asili siwezi kumwona, ijapokuwa kuna kusanyiko kubwa la watu ambalo haliniruhusu kupenya na kumwona Yesu, akaangalia mti na akapanda juu ya mti mbele ya watu wote. Hebu fikiria mtu mzima huyu, sema naenda kumwona. Unapoazimi ya kwamba lazima niokoke bila kujali mazingira yakoje, haijalishi kwamba nani ananikubalia, nani hanikubalii, nitatumia njia zangu mwenyewe na kufanya nalopaswa kufanya ili nimuone Yesu. Akapanda juu ya mti, na Yesu alipofika pale akasimama. Yesu anapoona ya kwamba una shauku, anapokuona ya kwamba umeshaukia na una azma, na kwamba haujaridhika na hali uliyokuwa nayo. Umekuwa ni Mkristo kwa miaka 20, lakini hujaridhika. Nimekuwa Mkristo kwa miaka 30, sijaridhika bado. Unaangalia maeneo ya maisha yako ambayo bado umekuwa ni mtu ambaye umedumaa, ni mtu ambaye ni wastani, na unasema kwamba jambo lazima litokee katika maisha yangu. Lazima nitoke katika haya maisha ya wastani. Nataka wokovu kamili wa Bwana. Bwana atakuona. Bwana atasimama pale ulipo na atakuzingatia na atafanya jambo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Ima Yesu akatazama juu akasema, Zakayo, akasema ananijua jina langu. Ndiyo, Bwana anajua jina lako. Hivi unafahamu, Bwana anajua jina lako. Kama wewe ni mwigizaji, Bwana anakujua. Lakini kama una shauku halisi ya kumtafuta Bwana, Bwana anajua. Kama una nia ya kweli ya kuweza kumtafuta Bwana, anajua. Zakayo akashangaa, hivi ananijua? Kama ananijua kwa kiasi hiki, basi anajua hata maisha yangu yakoje. Unajua, Yesu anajua maisha yako yakoje. Anajua jinsi ambavyo ni mwaminifu, lakini pia anajua jinsi ambavyo ni mtu makini. Anajua jinsi ambavyo umekuwa ni mtu mwenye shauku. Na Yesu akasema, Zakayo, shuka upesi. Shuka upesi.
Kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Unajua wokovu sio jambo la kufanya taratibu. Ni swala la kufanya maamuzi ya haraka. Useme kwamba mimi sijisikii kuomba. Mimi sijisikii kumpa Yesu maisha yangu leo. Sio swala la hisia zako. Mbingu inakuamuru. Harakisha, shuka hapo. Akashuka na akamkaribisha nyumbani mwake kwa furaha. Watu wengine walikuwa wanakosoa. Unajua, unapoamua kufanya jambo lolote jema, wanao kushutumu, watakushutumu tu. Ukiwa ni mtu ambaye unakimbia shutuma katika maisha yako, hutafanya chochote cha maana kwenye maisha. Yeye hakusikiliza shutuma zao. Alizingatia kwamba Bwana amesema nitakaa nyumbani mwako leo. Anasema atakwenda kukaa nyumbani kwangu. Ataona zile samali zangu zote. Ataona vifaa vilivyoko nyumbani kwangu. Na unajua nilivipata kwa kudhiba. Nilivipata kwa kudanganya. Akamwambia Bwana, nusu ya mali yangu nitawapa maskini. Kwa sababu amekutana na Bwana, hakubaki jinsi alivyo. Unajua, huwezi kukutana na Bwana na ukabaki jinsi ulivyo. Nataka kuwa mtakatifu kama wewe. Nusu ya mali yangu nawapa maskini. Analyze that in your mind. If the man had property worth of huyu mtu kama alikuwa na vitu vyenye thamani ya milioni 1, na kwa sababu kwa anamtaka Bwana, akasema nusu ya mali yangu ninawapa maskini. Kumbuka kwamba huyu alikuwa ni tajiri kwa asili. Anasema na kama nimechukua, nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, ikiwa mtu anajua ama hajui. Anasema na kama nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, nitamrudishia mara 4. Huu ni wokovu halisi. Kuna watu ambao wanasema wameokoka leo, bado wanafurahia vitu walivyokuwa wanavifurahia katika maisha yao ya dhambi. Vitu walivyokuwa wameviiba, wanajua kwamba nimeiba hiki na hiki na hiki, lakini bado wanavitumia hivyo vitu vya kuiba. Na wanafanya hivyo wakiwa na maisha mawazo ambayo ni huru kabisa. And the people that have, they have their wife, in Nigeria, in Ghana, in Africa. And then there's another woman here, they are, they say they are getting married. Unakuta mtu ameacha mke wake kule Afrika. Kumbuka hapa mtumishi yuko Canada. Ya kwamba na kule Ghana, kule Nigeria, kule Tanzania, mtu ameacha mke wake na amekuja Canada sasa. Anaanza ameoa mke mwingine kana kwamba hakuwahi kuwa na maisha huko nyuma. Na naimba kwaya. Wokovu unaleta badiliko la maisha ati. Ndio maana tunazungumza habari ya wokovu inayobadilisha. Watu ambao wamepata chochote katika maisha yao kwa njia za udanganyifu, wanapokuwa wameokolewa, Roho wa Mungu anayeishi ndani mwao anasema lazima ufanye mabadiliko, rudisha hicho kitu kwa mmiliki wake hakika. Au pengine umeoa mke wa pili, mke wa tatu, lakini katika hao kuna mke wa mtu. Pengine mtu alikuwa anakuja kutaka ushauri kwako, ukamshauri baadaye akabadilika akawa ni mke wako, sio mshauriwa tena, akawa mkeo. Bwana anataka tuelewe ya kwamba kunapokuwa na wokovu halisi, lazima kuwe na mambo matatu. Lazima kuwe na ukombozi, ya kwamba ulikuwa ni mtu ambaye ulikuwa mbali na Bwana, sasa umekombolewa na umerejesha kwa Bwana. Lakini pia kuna kutambua ya kwamba Zakayo alitambua, akasema Bwana alitambua, nikikutana nawe siwezi kuendelea kama alivyokuwa naendelea hapo awali. Siwezi kuendelea kudanganya watu wengine. Siwezi kuendelea kuwa ni mnyang'anyi. Siwezi kuendelea kuishi katika dhambi.
wakati nimekutana na Mwokozi. So, half of my good, I'll not be stingy. Sitakuwa ni mtu ambaye ni mchoyo tena. Huo ndio wokovu halisi. Because he had redemption, number one, he Kwa sababu jambo la kwanza alikuwa na ukombozi, jambo la pili alikuwa na utambuzi, na jambo la tatu he had alikuwa na badiliko, mageuzi. Bwana alimgeuza, alibadilisha maisha yake. Hebu nikusomee kifungu sasa. Mstari wa 9, Luka 19:9. Yesu akamwambia, baada ya utambuzi ule, baada ya ule utayari ya kwamba chochote ambacho nimekiba kwa mtu namrudishia, na kama nimemnyang'anya mtu mara 4 narudisha. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu. Wokovu umefika kwenye moyo huu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Huo ni mstari wa 10. Huu ndio wokovu ambao Bwana ameuleta duniani. Ile aina ya wokovu ambao mtu anasema nimeokoka, lakini bado anakunywa pombe, anakunywa kinywaji ambacho kina sumu. Bado anavuta vitu ambavyo vitabadilisha akili zao. Mtu anasema nimeokoka, lakini bado anaiba, bado anasema uongo. Yesu anasema aina hii ya wokovu ambayo alimpatia Zakayo sasa, hiyo ndio aina ya wokovu ambayo Bwana anaitaka. Anasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Tuangalie jambo la mwisho sasa. Mafanikio ya kishindo tunaposonga mbele. Mafanikio ya kishindo tunaposonga mbele. Yoshua sura ya 1 mstari wa 5. Mungu alishamhakikishia Yoshua, hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Lidhani kwamba kumekuwa na amen nzuri hapo. Kabla ya wakati huu, inawezekana kuna watu ambao walikuwa wanaweza kukupinga. Walikuwa wanapingana na wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipingwa na Farao, walipingwa na Waamaleki. Lakini Bwana akawaambia, sasa mnaingia kwenye nchi ya ahadi. Nasema naingia katika nchi ya ahadi. Na hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Hakuna mchawi, hakuna mtu muovu, hakuna mtu ambaye ni tishio. Hakuna mtu ambaye ataweza kuzuia nia yako ya kusonga mbele. Hao watu utawaondosha mbele ya njia yako. Na Bwana ndicho atakachofanya kwa ajili yako na kwa niaba yako. Anasema, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mstari wa 6. Unapokuja kwa Bwana naye akakwambia kwamba maisha yako ya zamani yamesamehewa. Sasa uko tayari kusonga mbele katika maisha ya mbeleni, maisha ambayo yatakuwa yameinuliwa juu. Anasema uwe hodari. Utakuwa hodari. Hofu zangu zimeondolewa zote. Mashaka yangu yameondolewa. Woga wangu umeondolewa. Hata magonjwa yangu pia yameondolewa. Sikusikii tena. Fikiria, Yoshua amekuwepo jangwani miaka yote hiyo. Sasa amefika wakati ambapo anapaswa kwenda kurithi nchi.
Is he going to get Je, unawazaje kama Yoshua angekuwa ni kipofu? Yoshua ni mgonjwa. Yoshua hawezi mambo haya na yale. Angeshindaje? Hebu fikiria juu ya Yoshua ya kwamba anaogopa mtu yeyote. Katika upande wa pili wa ule mji wa Yeriko angevukaje? Lakini nasema utakuwa hodari. Uwe hodari. Wala useme kwamba nitakuwa hodari. Sema mimi ni hodari. Biblia inasema ya kwamba aliye mnyonge na aseme mimi ni hodari. Aliye mgonjwa na aseme nimepona. Napaswa kuvuka na kuingia katika nchi ya ahadi. Ilivyokuwa kwa wana wa Israeli, Biblia inasema hakukuwa na mtu mnyonge hata mmoja miongoni mwao. Hiyo inaweza katokea katika maisha yetu na ikaanza na sisi. Ya kwamba hakuna ugonjwa ambao utautesa mwili wako. Hakuna pepo ambaye atakuja na kukuvamia. Hawathubutu kukukaribia. Hautakuwa ni mtu wa kulalama kusema ya kwamba mimi ni mgonjwa, mimi ni dhaifu. Kama usingeweza kuwa hodari, Bwana asingekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa. Anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi. Mstari wa 6, Yoshua 1:6. Niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa kiasi gani? Uwe hodari tu na ushujaa wa kiasi gani? Shujaa mwingi. Unapotoka nyumbani lazima uwe hodari kabla ya kukutana na adui nje ya nyumba yako. Kwa hiyo asubuhi, mchana, jioni uwe ni mtu ambaye ni hodari. Ninakuombea ya kwamba uwe hodari. Hodari katika nguvu za Mungu. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Anasema usiache, mstari wa 7, kwenda mkono wa kuume au wa kushoto. Unaposikia neno la Mungu usiliache kugeukia kulia ama kushoto. Bwana anaposema tubu na kuiamini Injili, usikwepe hilo. Fanya hilo ambalo umeamuriwa, tubu na kuiamini Injili. Unataka kuleta dhabihu madhabahuni na unagundua kwamba mtu ana neno juu yako. Nenda kapatane kwanza na huyo ndugu yako, kisha uje utoe sadaka yako. Usiwe ni mtu ambaye ni wakufukia tu mambo kasema hata hivyo huyu ni bwana mdogo wangu, huyu ni mdogo kuliko mimi. Nasema huyu ni kijana mdogo tu, huyu miaka 10 na kitu. Hawezi akaniambia kitu. Na sahau, usisahau. Usigeuke na kuliacha neno la Mungu kwenda mkono wa kuume au mkono wa kushoto. Tenda kama alivyosema. Hapa anasema upate kufanikiwa sana kila uendako. Nasema utafanikiwa tena kila uendako. Mstari wa 8 anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Neno la Mungu lisiondoke kinywani mwako. Unachokisema ndicho unachokiona. Unachokisema ndicho unachokuwa nacho. Unachokikiri ndicho unachokimiliki. Mwingine anasema mimi ni Mkristo lakini Mungu kamwe katu hajibu maombi yangu. Mimi ni Mkristo, neno la Mungu liko moyoni mwangu na Bwana daima anayajibu maombi yangu. Jina la Yesu lina mamlaka. Roho wa Mungu anauweza. Nikienda katika neno na enenda kwa imani, si kwa kuona. Na Yesu Kristo akasema,
ya kwamba nikiwaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, nisiwe na shaka katika moyo wangu. Yesu ameniambia ya kwamba atatenda yale mambo ambayo alisema yatatendeka. Tutapata kile tunachokitaka. Kwa hiyo usiruhusu neno likatoka kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Tafakari neno mchana na usiku. Unatafakari nini? Je, unatafakari kwamba alikuwa anamsalimia dada yule na akanipita tu wala hakujibu? And then I asked that sister, please, can you show me the way to that place or that place? And she looked. Umekutana na mtu njiani na wewe ni mgeni. Namwambia yule dada, hebu naomba unionyeshe njia ya kwenda sehemu fulani. Anapokutazama juu mpaka chini, anakushusha, anakupandisha, anakushusha, anakupandisha. Kutwa nzima unamwona mdada anakupandisha na kushusha. Ndicho unachotafakari. Nikwambie jambo. Nikwambie kitu. Unajua hawa watu wanakusema vibaya. Wanasema kwamba wewe ni mtu aina hii na hii na hii na hii. Na unaanza kufikiria, wananiwazia nini? Wanasemaje? Sio ajabu wanayadhibiti maisha yako, kwa sababu unatafakari wanachokileta mbele zako. Lakini tunageuka. Unasema wanachosema sio cha muhimu sana. Yaani wanasengenya. Masengenyo ni ya muhimu tangu lini? Kuna thamani yote kwenye masengenyo? Mtu anateta tu namna hiyo, kuna thamani katika mateto kweli? Mtu anasingizia, kuna thamani kwenye kusingizia. Lakini sasa unaanza kutafakari neno la Mungu, neno la uweza, neno ambalo linaleta mafanikio katika maisha yako, neno ambalo litakuongoza katika njia ambayo unapaswa kuifuata. Hapa anasema tafakari hilo, achana na kutafakari maneno na matendo ya watu. Tafakari neno la Mungu. Hapa anasema upate kutenda sawa sawa maneno yote yaliyoandikwa humo. Hebu mstari sehemu ya mwisho tusome kwa pamoja. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Turudie tena. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Nikwambie jambo, mafanikio yako hayapo katika mkono wa mtu awaye yote. Mafanikio yako yapo katika mkono wako mwenyewe. Anasema unapotafakari neno la Mungu ndipo utakapoifanikisha njia yako. Useme kwamba hawaniruhusu kusonga mbele. Unajua maendeleo yako hayapo katika mikono yao. Wewe ndio unajifanikisha mwenyewe. Useme kwamba hawaniruhusu ya kwamba nifurahie maisha. Furaha yako iko mkononi mwako, haipo katika mkono wa mtu awaye yote. Before they came, they were chasing me, and now I've run here. I'm now in Canada, and they have not left me alone. They will wananifukuza, hawaruhusu ya kwamba mimi niwe na utulivu. Nimekimbilia mpaka huku Canada, wengine wamekimbilia mpaka huku Tanzania. Lakini nasema sioni mafanikio. Nasema neno la Mungu ni kuu kuliko maneno yao. Lakini imani yako pia ni kubwa kuliko mambo yote ambayo anataka kukutendea ya kinyume. Anasema maana ndipo sema sema nitaifanikisha njia yangu. Sema hayo. Asema kisha ndipo nitakapostawi sana. Nasema utakuwa na nini? Good success. Utakapostawi sana. Not bad success. Good. Mafanikio mazuri. Kustawi sana, kustawi vizuri. Unauliza mchungaji, hivi kuna mafanikio mabaya? Ndiyo, yapo. Mafanikio yanayokutoa kwa Mungu ni mafanikio mabaya. Mafanikio yanayokutoa kanisani, hayo ni mabaya, mafanikio mabaya. Mafanikio yanayokutoa kwenye imani. Unasema tangu nilipopata fursa hii, sasa siwezi kwenda kanisani tena. Hayo ni mafanikio hovyo kabisa. Siwezi kusoma Biblia tena. Nimeshapata pesa, nimeshapata cheo, nimekuwa ni mtu wa kufaulu darasani.
reading Bible, forget Siwezi kusoma tena Biblia. Hayo ni mafanikio hafifu, mafanikio hovyo. you from heaven and takes heaven away from you. What kind of Mafanikio ambayo anasema yanatoka mbinguni, lakini yanakutoa kwenye njia ya mbinguni. Kuna mafanikio ya namna hiyo. Mungu hawezi kuleta mafanikio ya jinsi hiyo katika maisha ya mtu. the kind of success that makes you to tell your pastor, don't bother me, don't bug me, don't challenge me about anything. Now I have got money. Mafanikio ambayo yanakufanya umjie mchungaji kwa ujasiri na kumwambia kwamba mchungaji, tangu leo naomba usinisumbue. Nimeshapata pesa sasa. Nina mahela. Usitaki namna ya mahubiri yako ambayo yananizuia kutafuta hela zaidi. Hayo ni mafanikio hovyo. Lakini mafanikio ya kweli ni yale ambayo yanatunza wokovu wako, yanatunza amani yako. Lakini mafanikio ambayo ni mazuri ni yale ambayo hayakomi, yanaendelea kuzidi na kuzidi siku baada ya siku. Well, madam, come. We've been husband and wife, but you know now, look at my position in society and look at what I have. I'm sorry to tell you, you don't match my life. Hebu fikiria mume ambaye anakuja anamwambia mke wake, anasema na nashukuru kwamba tumekuwa ni mume na mke kwa muda mrefu sasa, lakini sasa nimepanda cheo. Angalia katika jamii, mimi ni mtu mkubwa sana katika jamii. Sasa mimi ni mtu ambaye na majukumu ya kitaifa. Naomba nikutake radhi mke wangu, sasa hivi hatuendani tena. Hebu tafuta njia yako, mimi nitatafuta mwanamke ambaye sasa tunakwenda katika ngazi za kitaifa kwa pamoja. Kuna cheo cha juu namna hiyo. Hayo ndio mafanikio hayo. Hayo sio mafanikio. Hayo ni mafanikio mabaya. Ninamuomba Mungu ya kwamba utakuwa na mafanikio bora. Utafanikiwa. Utastawi. Na kila ahadi ya Mungu itakuwa ni ndio na amina katika maisha yako katika jina la Yesu. Najua namwangalia Yoshua. Namuona Yoshua akisonga mbele. Anasema anasonga mbele kuingia katika nchi ya ahadi. Nasema utaingia kwenye nchi yako ya ahadi. Lakini alikuwa anasonga mbele pamoja na ahadi, kwa sababu Mungu alishasema ya kwamba sitakuacha, sitakupungukia kabisa. I will never leave you, I will never forsake you. Number 2, it was advancing with alikuwa anasonga mbele pamoja na ahadi. Jambo la pili. Jambo la tatu, alikuwa anasonga mbele katika msamaha. Did it have any record of sin against him? His sin had been pardoned. Alikuwa hana kumbukumbu ya dhambi ambayo inatajwa juu yake. Dhambi zake zote zimesamehewa. Bwana anakusamehe kila ambalo umewahi kutenda katika maisha yako. Namba 4, alikuwa anasonga mbele katika usafi. Ndio sababu Yoshua alishangaa alipowatuma watu vitani. Ya kwamba ameenda katika kwenye vita, ameshinda, lakini amebaki katika usafi wake. Na mahali fulani wakashindwa katika vita, wakati yeye anajua kabisa kwamba yeye ni msafi. Mungu akamwambia, shida sio wewe, shida ni Akani. Unapokuwa unatunza usafi wa maisha, ushindi na mafanikio vitakuja. Unajua wakati mwingine sio wewe unayetaka kutenda ile dhambi, ni Akani ambaye yuko pale. Lakini unamruhusu Akani aweze kuwa ni rafiki yako, aweze kuwa ni mwenza wako wa karibu, na anakuwa ni mtu ambaye ni mshirika mwenza. Lakini maadamu Akani yuko pale, matatizo yanakuja. Kwa hiyo jitenge, vunja ushirika na huyo Akani, na ule ushindi uliokuwa umepotea utarejea kwako katika jina la Yesu. Lakini pia alisonga mbele katika uweza wake, songa mbele katika nguvu yake, songa mbele pia katika fani yako, songa mbele pia katika mafanikio yako. Leo mafanikio, kesho mafanikio, kila siku mafanikio. Ukibaki katika Bwana, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, mkikaa ndani yangu nami ndani yenu,
ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Atayajibu maombi yako. Kumbuka, Get off that train of toka katika maisha ya wastani, and come into the njoo salvation katika of the wokovu wa Lord. Bwana. And now move on, Na sasa and songa on, mbele, on, songa mbele, advance, ukiwa unapanda juu, advance, ukiwa unasonga mbele promises, katika ahadi zake, advance, unapanda juu katika pardon, msamaha wake, advance, unapanda juu katika uweza power, wake, unapanda advance juu in katika his kusonga mbele kwake na katika ahadi zake pia. Na uwe ni mtu ambaye kila siku unasonga mbele. Umesikia? Kila siku unasonga mbele. Amen. an amen for Hebu sema amen nyingine kwa ajili ya mafanikio. Amen. Hebu inamisha kichwa chako na tufunge macho. The Lord is Bwana calling anatuita us out of kutoka kwenye maisha ya wastani, out of being stagnant. maisha ya mkwamo. The Lord is calling us Bwana out anatuita of tutoke kwenye uhohehahe. The Lord is calling us out of Bwana anataka tutoke katika maisha ya kishamba. us out of common, cold, Anataka tutoke kwenye maisha ya kawaida, maisha ya ubaridi. out of being dull of hearing. Anataka tutoke kwenye hali ile ya kuwa ni wazito wa kusikia, watu wanaosikia na kusikia lakini hatufanyi chochote. Bwana anataka kututoa katika utumwa, chochote ambacho kimetia maisha yako utumwani. Watu wengine wanakuchukulia kama mtumwa tu, mtumwa wa kawaida tu. Umekuwa ni mtumwa wa falsafa fulani katika maisha yako. Mwambie Bwana ya kwamba utanisamehe. Hali ya kutokuamini. Mimi siamini. Unaamini nini? Angalia ahadi za Mungu. Kuna msamaha, kuna wokovu na kusubiri, na msamaha na kusubiri, kuna utakaso na kusubiri. Na anasema usiwe asiyeamini bali aminie. Mwambie Bwana, sasa ninaamini. Toka kwenye udumavu wa watu wasiokuwa na imani. Mwambie Bwana, moyo wako, akili yako, usiruhusu kuwa na maisha yasiokuwa na neema katika maisha yako. Neema ya achilia neema ya Mungu itende kazi katika maisha yako, kubadilisha. Badilishe maisha yako na ubadilike kabisa kabisa. Namna yote ile ya uzembe, sema hasha kwa uzembe. Ndio maana watu wanakuwa ni wadumavu kwa sababu ya uvivu, kule kukandamizwa chini, kupotea. Hebu siruhusu mtu awaye yote aweze kuyadhibiti maisha yako kinyume. Siruhusu mtu yote, siruhusu hilo. Usiwe mtumwa wa mtu awaye yote, mwanamume au mwanamke, mtu ambaye ni wa kidini. Kama huyo mtu angekuwa ni mtu wa haki, asingekuwa ni mtu wa kuyapelekesha maisha yako, asingekuwa ni mtu wa kutaka kudhibiti maisha yako. Ana maisha yake ya kudhibiti. Kwa nini unaruhusu adhibiti na maisha yako tena? Shika maisha yako na useme hapana kwa mtu yeyote anataka kukuingilia katika maisha. Usiruhusu mkandamizo wa adui. Usiruhusu ugomvi katika maisha yako. Kila wakati unagombana tu. Mwambie Bwana, ninatubu, nageuka na kuacha ugomvi, nageuka na kuachana na ugomvi kila siku. Geuka na kuacha dhambi, dhambi kwa rangi zake zote, dhambi kwa sura zake zote, dhambi ya ukubwa wowote popote haitashika maisha yako. Hasira, ghadhabu, mkabidhi Bwana.
Anger destroys families, scatters families. Kumbuka kwamba hasira inatawanya familia, inatawanya jamii. Mwambie Bwana, Tell the Lord, tonight I turn my life totally, completely. mwambie Bwana, nageuzia maisha yangu kwako kikamilifu. Any Je, yoke kuna nira yoyote katika maisha yako? Ivunje ile nira mbali na shingo lako. and let the Lord grant you Mwambie Bwana akupatie ule wokovu. that is transformation. Wokovu ambao ni wa kimabadiliko, wa kimageuzi. Anything you've taken from other people, Chochote ambacho umechukua kwa you're watu ready to wengine, restore to them, warudishie. so you can live Ili uwe na free, maisha ambayo yako huru, sincere, maisha ambayo ni ya uaminifu, maisha ambayo yako sawa. and the Lord wants you. Bwana to anataka ufanikiwe katika maisha yako ya Kikristo. He wants you to succeed. Anataka ufanikiwe katika fani yako. Succeed. Anataka ufanikiwe katika kila unachotia mikono yako kutenda. Good Uwe na mafanikio success. bora. Reject bad Kataa mafanikio batili. Even if somebody gave it Hata to kama you mtu alikupatia free, huru kabisa, bure bure kabisa, kataa. but tell the Lord, Mwambie Bwana, ninahitaji mafanikio ambayo ni bora. success. In Jesus' name, Kwa jina la Yesu tunaomba. keep your head Endelea down. kuinamisha kichwa chako na macho yako yakiwa yamefumbwa. You want to definitely, Unataka kwa udhabiti Zacchaeus, offer kama yourself Zakayo kutoa moyo wako kwa Bwana. You have the desire, Una shauku, una azma that follows up. ambayo inaambatana wokovu huo. You are saying, today I want to settle, Na unasema nataka leo nimalizane na Bwana kwa habari ya dhambi. give myself unreservedly, completely. Unataka kujitoa kwa Bwana kikamilifu bila kusaza Lord, when kusaza you chochote. arrival, he'll be my savior, Ya kwamba yeye awe mwokozi wangu bila kuwa na mpinzani. savior to transform. Mwokozi wa kubadilisha maisha yangu. You want Jesus to be your Bwana savior, to awe forgive mwokozi your wako, sin, to asamehe turn dhambi life zako around for the better. na Anywhere you are, just raise your akubadilishe kabisa. Popote pale ulipo una maamuzi hayo, inua mkono wako juu. God bless you there. Mungu akubariki sana. You're there. Inua mkono wako vizuri. Inua vizuri sana. I'm living the life of Na acha mediocrity maisha ya uhohehahe. and the average life, the stagnancy. I'm living on Na acha maisha yote hayo ambayo yako maisha ya wastani, maisha ambayo yako uhohehahe, na achana nayo. Yesu, tenda kazi katika maisha yangu. Tenda kazi kupitia mimi. and everything on the Na kila inner kitu ambacho life, kiko katika maisha yangu, work on that. nisamehe, Give me, nibadilishe, change my life, geuza maisha yangu. life. Grant me this Nijalie ili badiliko liletalo wokovu. Raise up Inua mkono wako wa juu kabisa. Na kwenda kuomba kwa ajili If hiyo. you're raising up your hand, just Kama umenyosha mkono wako, utasimama pale ulipo close. Nobody tuweze now. kuomba It's between pamoja. you and the Lord. Just stand up. Kama Raise up. umeinua mkono God wako, bless Mungu you. akubariki, Raise up your simama. hand. God bless Mungu you akubariki there. pale, God akubariki bless you pale. there. God Mungu bless akubariki you pale, there. akubariki pale. The Lord said, if you are ashamed Yesu of akasema ya me kwamba ukimwonea haya, among men, he too. yeye naye atakuonea haya mbele za malaika. But if you will Lakini kama confess ukiweza kumkiri yeye, and say, I receive, I accept Jesus, unasema namkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, and I live this life for utayachana na maisha haya ya wastani leave all that behind, and I come to na you unaambia to nakuja transform kwako Bwana Yesu, nataka ubadilishe maisha yangu. life. He said he'll confess you. Anasema atakukiri mbele za Baba yetu aliye mbinguni. Mungu akubariki. The Lord is Nilikuwa nakungojea wewe. you. Hand over that heart. Mkabidhi Bwana moyo huo, Let him wash you. Wash you. akusafishe uweze kuwa ni mweupe kuliko Father, theluji. Baba, In katika the name jina of la Yesu, Jesus, ninaomba kwa ajili ya wale ambao jioni ya leo wametambua that their ya kwamba lives maisha yao yamekuwa ni ya wastani, maisha ambayo yamekwama and they want na to wanataka turn around. mgeuko la maisha. Ninaomba Bwana ya kwamba utawageuza kuwa ni watu bora zaidi katika jina la Yesu.
waoshe, wasafishe. Ondoa kila namna ya udumavu katika maisha yao katika jina la Yesu. Thibitisha hilo Bwana. Hebu furaha ya wokovu na ushindi wa wokovu, amani tulionayo katika wokovu, hebu hiyo ije juu ya kila mmoja wao katika jina la Yesu. Asante Bwana. Kila mtu aseme asante Bwana. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Sasa tunataka mafanikio bora. Sema nataka mafanikio bora. Tasimama wote sasa. Mwambie Bwana, if while you are hearing the message, you have been just talking of success, and you are kind of modeled together bad success and good success. Now, you are going to sift. Kama uko ni mtu ambaye tunapozungumza mafanikio, nataka mafanikio tu sasa hivi, inabidi ufanye kazi ya kupembua kati ya mafanikio mazuri na mafanikio ambayo sio mazuri. Tambua ni aina gani ya mafanikio ambayo Bwana anayo kwa ajili yako. Kumbuka, mafanikio yote, kazi yoyote au mahusiano vinavyokutoa mbali, vinavyokutenga mbali na Mungu, hayo ni mafanikio hovyo. Lakini mafanikio yanayokutunza katika imani, yale ambayo yanafanya mbingu iweze kuwa ndio shabaha yako, hayo ndio mafanikio bora hayo. Mafanikio ambayo yanadumisha ushirika wako na Mungu, hayo ndio mafanikio ambayo unayataka. Inua mkono wako, tunaombea mafanikio sasa. Baba, kwa jina la Yesu ninaomba kwa ajili ya kila mmoja wetu sasa hapa. Ninaomba ya kwamba Bwana utaondoa mafanikio mabaya toka kwao katika jina la Yesu. Hebu achilia mafanikio bora kwa kila mmoja, kusonga mbele kwa kila mmoja, kuinuka kwa kila mmoja. Bwana, ninaomba kitu chochote chema ambacho watu wako wamekipoteza utawarejeshea katika jina la Yesu. Wanaotaka kazi, wape kazi. Wanaotaka vyeti baada ya elimu bora, wafanye wafanikiwe katika taaluma yao katika jina la Yesu. Na wale ambao wanatamani kuwa na majengo yao wenyewe, wape mafanikio bora, watendee katika jina la Yesu. Wanaotaka kukutumikia, kuwaleta watu wengine kwa Bwana, wawe na furaha ya kukutumikia, wape haja ya mioyo yao katika jina la Yesu. Bwana, bila afya njema hawezi kupata mafanikio bora ambayo unawapatia. Kwa hiyo Bwana, ninaomba umpatie afya njema kila mmoja, kila ugonjwa katika mwili wako kuanzia kichwani mpaka katika nyayo. Ninaamuru ugonjwa huo toka kwa jina la Yesu. Wenda wazimu, hali ya kukata tamaa, depression, msongo wa mawazo, na kuamuru ng'oka katika jina la Yesu. Kila namna ya ugonjwa ambao unasemwa ni ugonjwa usioponyeka, Bwana utoe wa ugonjwa katika jina la Yesu. Ugonjwa wa stroke, ugonjwa wa kuparalyze kiharusi, ninakuamuru pona sasa kwa jina la Yesu. Kansa, vidonda vya tumbo, upone kwa jina la Yesu. Ninaomba kipekee kwa ajili ya mke wa mchungaji wetu. Tunaomba Bwana ya kwamba popote alipo, Bwana mguse, mponye pale alipo. Hebu mguso wa uponyaji upite katika mwili wake na uweze kumuinua kutoka kwenye kitanda cha ugonjwa. Wote hapa ambao tuna ndugu, tunaomba waguse na kuwaponya. Tenda muujiza. Weka ushuhuda kwenye kila kinywa.
Our good God, loving God, Mungu wetu mwema, God, we know you have Mungu wetu mwenye huruma, tunajua health umetujibu. for everyone. Afya hata afya ya kudumu, Good success mafanikio for everyone. kwa kila mmoja, Joy furaha for everyone. kwa kila mmoja. Asante Bwana, tunajua imekuwa. Jesus' name Kwa we jina pray. la Yesu tunaomba. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi mengi.